Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya wakati ulioamriwa, ibada ya ukombozi wa saa 9 usiku na kuja kwako na Pastor Miamba. Nitasoma maandiko katika kitabu cha Yohana sura ya 10 na mstari wa 10. Maandiko yanasema, mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Sasa tunaona shetani anatambulishwa kama mwivi, na anaelezwa kwamba ajenda zake akija, cha kwanza ni aibe, achinje na kuharibu. Hivyo ni vitu ambavyo shetani anavyokuja kwenye maisha yako, ukimruhusu apite kwenye milango yako, tarajia kuibiwa, tarajia kuchinjwa vitu vyote vilivyo ndani yako, tarajia kuharibiwa mipango yako yote. Kwa hiyo nilikuwa katika maombi usiku wa leo, na nilikuwa naonyeshwa vitu vitatu ama vinne kwa haraka. Bwana akawa ananisemesha ya kwamba zipo project. Nikisema project ninamaanisha ya kwamba ipo miradi. Kwa Kiswahili wanasema miradi. Unaweza kuwa ni mradi wowote ule, mradi wowote ule. Mungu akawa ananisemesha ya kwamba zipo level za kuibiwa, na shetani anaiba katika level mbalimbali. Akanionyesha katika level 4. Level ya kwanza akanionyesha mradi kuibiwa kutoka kwenye ufahamu. Yani unatakiwa ufanye jambo fulani, shetani analiiba kabisa na hauliwazii tena, na wala huwezi kulifanya lile jambo. Anaiba project kutoka kwenye ufahamu, kwamba unatakiwa uwe unafanya biashara kwa level fulani. Anaiba, huwezi ukawaza lile jambo tena. Unatakiwa mwaka huu mwezi wa 3 wa mwezi wa mwaka wa mwaka 2025 ilitakiwa uwe sehemu fulani unafanya jambo fulani. Shetani anaiba kutoka kwenye ufahamu, lile jambo hulifanyi wala hulioni na wala halisogei hata kwenye mawazo yako. Kwa kuna watu ambao wananisikiliza sasa hivi, kuna miradi, kuna project zimeibiwa kwenye level ya ufahamu, kwamba zimeibiwa, hazijasogea kabisa kwenye mawazo yao wala kwenye fikra zao. Na tunapoona kwamba Biblia inaeleza ya kwamba vimeibiwa kutoka kwenye ufahamu, ukisoma katika kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza utakuta kuna maandiko yanaeleza, anasema hivi ya kwamba yanamuelezea Roho Mtakatifu kwenye ile sura ya 2 tu pale, yanamuelezea Roho Mtakatifu. Anasema hivi, mambo ambayo jicho halikuona, sikio halikusikia, wala havikuwahi kukaa ndani ya moyo wa mwanadamu. Yani havikuwahi kuonekana katika moyo wa mwanadamu wala kuviwazia. Anasema hayo ndio mambo ambayo Mungu amewaandalia wampendao, naye huwafunulia kwa Roho. Sasa angalia, kuna mambo ambayo hayakuwahi kuingia kwenye fikra za mwanadamu. Hasa haya mambo hayakuwahi kuingia kwenye fikra mwanadamu. Je, ataweza kuyaombea haya mambo? Huwezi kuyaombea, kwa sababu haujawahi hata kuyawaza. Hujawahi kwamba huu mwaka hujawahi waza kwamba Mungu anataka uwe nani, utakuwaje, kuna kitu gani utakufanya kutokana na mwezi huu. Haujawahi hata waza. Upo tu umeridhia na kazi unayoifanya, ama na biashara unayoifanya, ama na fedha unayoingiza, na mtaji ulionao. Upo tayari unaridhia na faida unayoipata. Yani kuna vitu hujawaza, vimeibiwa kwenye level ya mawazo kabisa, hujaviingiza kwenye mifumo ya maisha yako. Kumbuka, hiyo ni level ya kwanza ya shetani kuja kuiba kwenye maisha ya mwanadamu. Anaiba kwenye level ya mawazo. Lakini level ya pili, anaiba kwenye level ya mtaji, kwamba unakuwa unawazo lakini mtaji umeibiwa. Ndio hapo unakuta watu wana project mbalimbali kwenye fikra zao. Anajua kabisa, mimi ipo siku nitakuja kuwa mfugaji mkubwa, ama nitakuwa mkulima, ama nataka niwe na duka kubwa, ama nataka nije kuajiriwa kwenye taasisi fulani. Lakini mtaji, kwamba namna ya kwanza imeibiwa kabisa. Sasa hiyo tutaenda kuiombea tena peke yake, lakini nataka tuende tuombe hii level ya kuibiwa, kwamba unaibiwa kwenye mtaji, unaibiwa kwenye vyanzo. Unaanzaje? Nataka kweli niwe na hoteli, naanzia wapi?
mtaji, ila wazo lipo, ila mtaji umeibiwa. Lakini level ya 3 unaibiwa kihisia. Yani you don't feel, sijisikii kabisa. Nina wazo, nina mtaji, lakini sijisikii kabisa kufanya biashara hii. Sijisikii kabisa. Una mtaji wako upo umeweka sehemu, lakini hujisikii kabisa. Husikii ndani yako kwenye hisia zako kwamba naweza nikafanya hiki. Husikii kabisa. Ni level nyingine ya kuibiwa kwamba sisikii. Yani na ndani yangu sisikii kabisa kuwa mkulima. Sisikii kabisa ndani yangu kuwa mfanya biashara. Ndani yangu sisikii kuwa mfanya kazi wa mahali popote. Kwa hata ajira siajiriwi, siendi kuomba ajira kwa mtu yoyote. Yani sisikii ndani yangu. Na nilikuwa na mtoto wangu mmoja, nilikuwa naongea naye juzi, naye alikuwa na changamoto ya namna hii. Nadhani atanisikia na leo ni siku yake, kwa sababu amemaliza chuo chake vizuri kabisa. Alikuwa anatamani afanye ukulima, baadaye akatamani basi angalau niwe na genge, baadaye akatamani, lakini anasema nina vitamani vyote lakini sisikii. Baadaye akapata project moja, akapata hela kidogo ambazo zingemwezesha kuanza, kwa sababu tayari ni mtaji, lakini ananiambia, baba, sisikii kufanya chochote. Juzi naongea naye, ananiambia hata hela ile nilienda kufanya ile project imeisha. Imeishia kwenye kutokusikia. Hafeel kabisa ndani yake kwamba afanye kitu fulani. Yote hiyo ni level ya kuibiwa, kwamba unaibiwa kwenye ufahamu, unaibiwa kwenye mtaji, unaibiwa kwenye kusikia ndani yako, unaibiwa kwenye kusikia ndani yako. Halafu la nne unaibiwa watu. Unaibiwa watu ambao wao wangesaidia jambo lile kutokea. Unaibiwa watu ambao wangekupa mawazo. Unaibiwa watu ambao wangekuongoza njia kupasayo kuienenda kwenye jambo hilo. Unaibiwa watu wa Mungu walioinuliwa kwa ajili yako. Unaibiwa. Kwa shetani anaweza kukupa idea nzuri na mtaji mzuri, ukawa ndani yako kwenye hisia una feel kufanya jambo fulani kabisa, afa akakuibia watu. Akakuibia wale watu ambao Mungu amekuwekea mbele yako. Ungewatumia hao, yamkini ungekuwa sehemu fulani, anakuibia. Kwa hiyo tunapoenda kwenye maombi ya ukombozi, na maombi haya ni ya wakati ulioamriwa, kwa sababu kuna mtu anahudumiwa leo na wakati huu, lakini pia ni maombi ya ukombozi kwamba yanakuja kumkomboa mtu. Maombi haya yanaenda kushughulika na mtu. Kutoka kwenye hichi kitabu cha Yohana 10:10 tunaona ya kwamba ishu ya mwivi anapoingia ndani ya maisha yako huwa anaiba. Halafu cha pili anachinja, cha tatu anaharibu. Anaiba na kuchinja na kuharibu kwa levels gani? Nataka tuzishughulikie hizo levels 4 ambazo nimeziongea wakati huu. Roho Bwana anaenda kuamsha hizo level 4 ambazo adui ameziiba ndani yako, zinaenda kuamshwa. Nataka niende nikaombe na mtu mmoja anaenda kukombolewa wakati huu, na utakuja kunishuhudia mimi mwenyewe hapa kwamba yale maombi uliyoyafanya hakika nimemuona Bwana. Kwa sababu kuna wengine nikimaliza nikisema amina, kuna mawazo yataamka. Kuna wengine nikisema amina, kuna ideas, kuna nguvu ya hisia itaamka. Wengine nikisema amina, kuna mtaji utaupata. Wengine nikisema amina, kuna namna fulani hivi utahudumiwa. Nini maana yake? Kuna levels ambazo kila mmoja anaweza akawa ameibiwa kupitia level, ama kwa level fulani, ama kwa njia fulani. Sasa nataka niombe. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, we Mungu unayesema na watu wako, na leo umesema nasi. Umesema nasi kwa habari ya namna ambayo adui huja na kuiba, adui huja na kuchinja, adui huja na kuharibu, lakini umetusemesha kwa levels zile 4 ambazo Roho Bwana umesema nami wakati wa maombi na kunifunulia, nami nimekuja kuyaachilia uliotaka niyaseme kwa watu wako. Roho Bwana, ninakushukuru kwa maana
kila anaenda kusikia na aliyesikia wakati huu ulioamriwa, kwa maana kuna mtu unamhudumia na unamkomboa katika kuibiwa kwake. Roho Mtakatifu, asante kwa maana ile neema yako inadhihirika wakati huu. Roho Bwana, asante kwa maana ule kufunguliwa kwa mtoto wako kunafunguliwa leo. Roho Bwana, asante kwa maana kuna jambo jipya unaenda kulifanya. Roho Bwana, asante kwa maana unamkomboa mtoto wako huyu leo. Asante Roho Bwana kwa maana hautamwacha wala hautampungukia. Ninaita nguvu ya kukombolewa katika jina la Yesu Kristo. Kilichoibiwa kikarejeshwe leo. Kilichoibiwa kwenye levo ya ufahamu kikarejeshwe leo. Ile idea iliyoibiwa ndani yako ambayo haijawahi pita hata kwenye mawazo yako ikarejeshwe leo. Ile idea iliyoibiwa kwenye mawazo yako ambayo hujawaza hata kuifikiria, nayo ikarejeshwe leo kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Roho Bwana, asante kwa maana unarejesha idea zilizoibiwa ndani ya mtoto wako huyu. Unarejesha mawazo yaliyoibiwa katika jina la Yesu. Unarejesha fikra zilizoibiwa kwamba hakuna mradi uliopita kwenye fikra ya mtoto wako huyu. Unarejesha vilivyoibiwa, Mungu aliye hai, kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, asante kwa maana unarejesha vilivyoibiwa katika level ya nguvu ndani ya mtu. Mungu aliye hai, ile shauku ya ndani imeibiwa. Mungu aliye hai, wazo lipo, shauku imeibiwa. Ninarejesha hiyo kitu ambayo imeibiwa katika shauku ya mtoto wako huyu kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo. Roho Mtakatifu, asante kwa maana leo ni mwezi wa ukombozi. Unamkomboa mtoto wako huyu. Leo ni siku ya ukombozi katika neema hii, Bwana. Ukombozi wa wakati ulioamriwa. Unarejesha vilivyoibiwa kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, asante kwa maana unaenda kumrejeshia mtoto wako huyu mtaji, capital iliyoibiwa. Bwana, analo wazo, anayo nguvu, mtaji umeibiwa. Roho Mtakatifu, asante kwa maana unaenda kurejesha mtaji ulioibiwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Baba, asante kwa maana ule mtaji ulioibiwa, ile capital iliyoibiwa, Roho Bwana unairejesha katika jina la Yesu na katika damu ya mwana kondoo. Baba, asante kwa maana na wale watu ambao wameibiwa katika kutimiza project hii, watu ambao ulimuinulia mtoto wako huyu, watu ambao ulikuwa ni kusudi la kwamba waje kutimiza mradi uweze kutimia kupitia wale watu uliowainua. Roho Bwana, asante kwa maana wale watu walioibiwa kwa jina la Yesu wanarejeshwa. Zile kabila za watu zilizoibiwa kwa jina la Yesu zinarejeshwa. Mungu aliye hai, asante kwa maana kila aliyeibiwa ambaye ni mtu, ni rasilimali, watu ambao Roho Bwana ulisema katika neno lako ya kwamba kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kupendwa, hivyo nitakuinulia watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Wale watu na kabila za watu walioibiwa, Mungu naenda kuwarejesha wakati huu kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, asante kwa maana umeweka ukombozi usio wa kawaida wakati huu. Ninalibariki na kuliinua jina lako, Mfalme. Sifa na heshima vyote ni vya kwako, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana. Basi kati ya maombi makubwa ambayo ulishawahi kuyafanya ama tulishawahi kuyafanya mahali hapa, haya ni miongoni mwa maombi makubwa sana ya ukombozi. Ninasema hivyo kwa vile ninavyoona katika ulimwengu wa roho kwamba maombi haya yamerejesha package kwenye maisha yako, yamerejesha package kwenye maisha yako. Sasa hii package hii utaenda kuiona, kwa sababu kuna wengine waliibiwa package kutoka kwenye mawazo yao na fikra zao. Kwa hiyo huwezi jua ulichoibiwa kama hakikupita kwenye mawazo yako. Huwezi jua ulipoteza nini kama hukuwahi kukiona hata kwenye fikra zako. Kwa hiyo ni package kubwa sana imerejeshwa kwenye maisha yako. Sasa tunaenda kufanya zoezi kubwa la mwisho la kushika sadaka. Sadaka ni kitu muhimu sana katika kwenye jambo lolote ama ambushi yote unaifanya katika ulimwengu wa roho. Sadaka yako ni kifaa muhimu, ni tools ama ni chombo muhimu sana kuweza kuyafanya yote ulioyaomba yaweze kutokea.
Na ndio maana shetani anaweza akaiba utoaji wako sadaka, kujiambatanisha na maombi fulani yenye nguvu kubwa. Anaweza akakusemesha usitoe kabisa, ukawa miongoni mwa ambao hawajatoa. Lakini anaweza kama umembana sana, umejitahidi kutoa, anaweza akakudanganya ukatoa sadaka ambayo iko chini ya viwango, badala ya kutengeneza maombi yale yawe ya kwako, ikakufitinisha tena na Mungu kupitia sadaka ulioitoa. Mimi najua Kaini na Abeli wote walikuwa na prayer point zao walipokuwa wameingia kwenye maombi. Mwingine alitoka na uharibifu kabisa, lakini mwingine alitoka na baraka. Kwa hiyo shetani anaweza kukusemesha kwamba mimi uwezo wangu wa kutoa sadaka katika jambo muhimu kama hili naweza nikatoa shilingi 10, lakini atakusemesha kwamba toa hata shilingi 1. Mbona na yenyewe ni pesa, mbona na yenyewe ni fedha kubwa. Lakini kumbe ile haiangaliwi kama pesa, inaangaliwa kama sadaka. Sadaka inapimwa kwa ubora wa sadaka unayotoa. Na ubora unapimwa kwa namna gani? Una nini? Uwezo wako wa kutoa una nini kutokana na vile ambavyo Mungu amekubariki. Sasa nataka mtu mmoja kwenye maombi haya ya ukombozi utoe sadaka ambayo moyo wako utashtuka. Moyo wako utashtuka, ile sadaka ambayo imeambatana na moyo, na kuhakikishia kuna vitu utaenda kuvikomboa kupitia maombi haya tuliyoyafanya. Sadaka yako, hiki ni kipengele ambacho kinaweza kikawa na majaribu kwako. Na mwingine anaweza kajaribiwa kwamba sadaka ipo, lakini anaambiwa utatoa baadaye. Usikubali, hakikisha pambana nayo. Kama utaona labda kiwango licho nacho hakikusukumi kutoa, lakini kipo, anza na hicho, alafu baadaye utatoa kingine. Lakini usikubali kusema baadaye, kwa sababu ni mtego pia wa nguvu za giza. Nimejaribu kukupa dondoo hizo chache, halafu utazisikiliza kutoka katika ndani ya moyo wako, uone ni mahali gani shetani anaweza kukukamata, halafu upashinde mahali hapo kwa jina la Yesu. Mungu wangu akubariki sana. Basi utaachilia sadaka ya ukombozi, maombi ya ukombozi, lakini pia ni ya wakati ulioamriwa. Utaachilia hiyo sadaka yako ya kukomboa mradi wako ulioibiwa kutoka kwenye fikra, mradi wako ulioibiwa kutoka kwenye mtaji, kwenye capital, mradi wako ulioibiwa kutoka kwenye hisia kwamba unahusikii kitu ndani, lakini mradi wako ulioibiwa kutoka kwenye watu ambao Mungu aliwakusudia wakujilie kwa ajili ya kufanikisha. Hiyo package yako yote kwa ujumla utaishikia sadaka yako, halafu utaachilia sadaka kwenye ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.